Kukukaribisha sana katika ibada yetu hii ya sala utawala. Nikukaribishe sana uwe pamoja nami. Tusikie kile ambacho Roho Mtakatifu amekileta kwa ajili ya maisha yetu leo. Basi kabla ya kuendelea, twende mbele za Mungu, tufungue ibada hii kwa ajili ya Mungu kuwa pamoja na sisi. Baba, ni katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu uliye mwaminifu kwa ajili ya muda na wakati kama huu. Asante kwa kuwa Mungu wewe umekuwa mwema sana, umetulinda asubuhi mpaka usiku wa leo. Pokea sifa na utukufu Bwana, hakika jina lako linatukuzwa milele yote. Bwana, tumesogea mbele zako kusikia kile ambacho Bwana umetuandalia. Ninaomba rehema, ninaomba toba Bwana kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya siku nzima hii ya leo. Inawezekana hatujatembea sawasawa na kile ambacho Bwana ulikusudia tukifanye, lakini Mungu tukaenda nje ya mstari wako. Bwana, uturehemu, utusamee, maana wewe umesema tukiziungama dhambi zetu wewe ni mwaminifu na wa haki, hata unatusamee na kutusafisha na udhalimu wote. Bwana Yesu, turehemu, utusamee kabisa. Watoto wako tumesogea mbele zako Bwana usiku wa leo, tukitamani kula na kusikia na kuona wema wako kwenye maisha yetu. Bwana, ninaenda kuweka wakfu ibada hii mikononi mwako kwa damu ya Yesu, ukaitumie wewe peke yako kwa ajili ya utukufu wako mkuu Bwana. Asiwepo hata mmoja atakayejitwalia utukufu, bali utukufu wote Bwana ukurudie wewe. Ninamimina damu ya Yesu Kristo kwa kila anayesikiliza sasa na atakayesikiliza baadaye. Damu ikanene mema juu yao, wakalielewe na neno lako, wakaelewe na kile ambacho Bwana umekikusudia kwenye maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo ninakusihi Roho Mtakatifu tufundishe na utuelekeze, katika jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi mpendwa msikilizaji, kama ambavyo umesikia kwenye posti zetu, umeona kwenye posti zetu kuhusiana na kichwa chetu cha somo kwamba mwanamke zijue njia za kutoka kwenye ghadhabu ya Mungu. Ninajua umewahi kusikia au umewahi kujua ghadhabu ya Mungu ni nini. Basi kabla sijasema lolote, twende kwanza tukaelewe maana ya ghadhabu ni nini. Ghadhabu ya Mungu, ghadhabu kwa neno lingine ni hasira ya Mungu, kwamba hasira ya Mungu, ghadhabu ya Mungu ni hasira ya Mungu kuwa juu ya mtu. Kwa hiyo unaweza ukawa unapita kwenye maisha, lakini usijue kwamba unapitia kwenye hasira. Kuna vitu unapita kwenye hasira ya Mungu. Ndio maana ninasema hivi, ghadhabu ya Mungu ni hasira ya Mungu kuwa juu ya mtu, na Mungu kuachilia mapigo, uharibifu, tauni juu ya mtu kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yake. Inawezekana ikawa kwenye uchumi, inawezekana ikawa kwenye shule, inawezekana ikawa kwenye afya, inawezekana ikawa kwenye biashara, ndoa na mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu ni hasira ya Mungu kuwa juu ya mtu, na Mungu kuachilia mapigo, tauni na uharibifu juu ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, inawezekana unanisikiliza saa hii na unapita kwenye ghadhabu ya Mungu, lakini haujui kwamba hicho unachokipitia, je, ni ghadhabu ya Mungu au unapita kwenye mapambano ya kivita na shetani. Kwa hiyo kuna vitu viwili. Unaweza ukawa unapitia kwenye changamoto fulani kwenye maisha. Inawezekana unapita kwenye changamoto ya uchumi, inawezekana unapita kwenye changamoto kwenye ndoa, inawezekana unapita kwenye changamoto kwenye mahusiano, lakini usijue kwamba hicho unachokipitia kinaweza kisiwe ni upinzani wa shetani, bali kinaweza kuwa ni ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua na mimi Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu, isije ikawaka juu yako hasira ya Bwana Mungu wako akakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi.
Kwa hiyo Mungu wetu tunaona ni Mungu mwenye wivu, na kinachomsababisha Mungu aachilie ghadhabu au aachilie hasira yake juu ya maisha yetu ni kwa kutenda dhambi. Dhambi ndio mlango mkubwa sana unaofungua kuishusha hasira ya Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukawa unapita kwenye maisha ukipambana, ukitamani kuvuka kwenye maeneo mbalimbali, lakini hauoni mpenyo, hauoni mambo yakisogea, na kumbe nyuma yake ujui kuna ghadhabu na au hasira ya Mungu iko juu ya maisha yako. Wewe unaendelea kupambana kupiga mapepo, unaendelea kupambana kupiga uchawi, unaendelea kupambana na falme na mamlaka, na kuto kujua kwamba nyuma yako kuna hasira ya Mungu, kwa sababu kuna uovu ulifanyika zamani au uovu uliufanya wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu kinachosababisha hasira ya Mungu au ghadhabu ya Mungu kuwa juu ya mtu ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inasababisha kabisa hasira ya Mungu iwe juu ya mtu. Ukirudi kwenye ile Mwanzo ile sura ya 7, kuna ile habari ya Nuhu. Ile habari ya Nuhu ambapo Mungu aliona mwanadamu amemwasi, anatenda maovu, anafanya vitu vya kumchukiza. Mungu alikasirika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikasirika na aliamua kuachia gharika ambalo lilileta uharibifu na liliua karibia watu wote walikuwepo kule, kasoro Nuhu na familia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukisoma Mwanzo 6, funua na mimi Mwanzo 6 ili niweze kukuonyesha hasira ya Mungu huaga inaanzia kwenye kitu gani, kwa sababu nimekuambia hasira ya Mungu inaposhuka juu ya mtu ujue kuna uovu nyuma yake. Iwe ni dhambi umefanya wewe au dhambi zilizofanyika zamani. Fungua na mimi Mwanzo 6 mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliowaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu. Umeona? Kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, twende mstari wa 5. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi na kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Kwa hiyo ukisoma ule mstari wa 7 anasema Bwana akasema nitamfutilia mbali. Lakini ni nini kilichomfanya Bwana Mungu amfutilie mbali mwanadamu? Ni dhambi. Dhambi zilimfanya Mungu aingie na hasira yake na kuamua kutaka kuleta uharibifu na kuwaondoa wanadamu wote. Angalia mstari wa 6 anaposema Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Na alipohuzunika moyo, anasema Bwana akasema nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Ni kwa sababu gani Nuhu alipata neema? Anasema hivi, kwa sababu Nuhu, mstari wa 9, Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake vyote. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba hasira ya Mungu ilishuka juu ya hawa watu kwa sababu walitenda dhambi, walifanya uovu.
Hebu fikiri, Mungu aliwamaliza hawa wote kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Hata mtoto ambaye hakutenda dhambi, hata mnyama ambaye hakutenda dhambi, aliingia kwenye hilo uharibifu, aliingia kwenye hilo pigo, kwa sababu Mungu alighadhibika na hasira yake ikawaka juu ya hawa watu. Ukija ukasoma hapa kwenye mstari wa 9, Nuhu ndo alipata neema machoni pa Bwana, kwa sababu Nuhu alikuwa mkamilifu. Nuhu alikuwa mwenye haki, alikuwa sio mtenda dhambi. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo gharika lilipokuja, Nuhu na familia yake walipata ukombozi. Kwa hiyo kosea wewe sasa hivi, unafungua mlango wa ghadhabu ya Mungu kupita mpaka kwenye kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya uovu sasa hivi, unafungulia mlango wa ghadhabu ya Mungu kupita kutoka kizazi chako kwenda kizazi kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukirudi kwa habari ile ya Sodoma na Gomora, Mungu aliona uovu umekuwa mwingi pale Sodoma na Gomora. Mungu aliwateketeza kwa moto. Ni kwa sababu gani hasira ya Mungu ilishuka? Ni kwa sababu watu walitenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Watu walipomkosea Mungu walitenda dhambi ambayo ilisababisha hasira ya Mungu kuwaka na kuja kwenye maisha ya watu na kuharibu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka hapo ninadhani utakuwa umenielewa ghadhabu ya Mungu inasababishwa na nini? Inasababishwa na dhambi. Unapofungulia mlango wa uovu, unasababisha Mungu kushusha hasira yake juu ya maisha yako mpaka kwenye kizazi chako. Unasababisha uovu umeufanya wewe, unasababisha watoto wako wapite kwenye mapigo ambayo hayakutakiwa kupita kwao, kwa sababu wewe mzazi umefungulia lango la dhambi, umefungulia lango la uovu, na Mungu alipoangalia hasira yake ikawaka, ikaachilia mapigo. Bwana Yesu asifiwe. Ukija ukaangalia hasira ya Mungu iliwaka kwa Farao pale alipowashikilia wana wa Israeli, walipoachilia ile damu ya Yesu. Yule mharibu aliposhuka, aliua mzaliwa wa kwanza. Si kila mzaliwa wa kwanza wa wana wale wa Misri. Sidhani kama hao wa Misri watoto wao walikosea, lakini kwa sababu wazazi wao walikosea, Mungu alinyanyuka kwa hasira yake akapiga uzaliwa wote wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe, kabla hatujaendelea mbele kwa sababu tunatakiwa tuombe, nataka nikuonyeshe kwanza vitu vichache, vitu vinavyosababisha ghadhabu ya Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Vipo vitu vingi ambavyo vinasababisha ghadhabu ya Mungu kuwa juu ya maisha yetu. Lakini mimi nimekuandalia vichache ambavyo vitakufanya uweze kutafakari na kujua ni kitu gani unatakiwa kuvuka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ambacho kinasababisha ghadhabu ya Mungu kwenye maisha yetu ni kwa kutokumtii Mungu kwenye mambo na maagizo ambayo anatupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta sisi kama watu tuliookoka tunajua kabisa vitu fulani Mungu amevikataza au vitu fulani Mungu amekuelekeza. Unapoacha kufanya kile kitu ambacho agizo au taratibu ambazo Mungu amekupa, umeacha kumtii Mungu, hasira ya Mungu inawaka juu ya yule mtu ambaye hataki kutii na kufanya kile ambacho Mungu amekiagiza. Mfano wa watu ambao walipita kwenye ghadhabu ya Mungu, ukimwangalia Adam na Eva. Adam na Eva walipata neema ya ishi kwenye bustani ya Eden, lakini Mungu alitoa maagizo yake, akawaambia kwenye mti huu, miti yote ya matunda mtakula, lakini kwenye mti huu msile tunda katika mti huu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwapa maagizo, lakini wao kwa kutokutii kwao hawakufanya kama vile Mungu ambavyo amewaagiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo Mungu alipokuja akawakuta wako uchi, hawana nguo,
moja kwa moja Mungu akagundua kwamba hawa watu wameniasi, wamekengeuka, wametoka kwenye maagizo ambayo nimewaagiza. Ndipo hapo Mungu hasira yake ikawaka. Neno la Mungu linasema katika Mwanzo 3 mstari wa 24, neno la Mungu linasema hivi: basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Adamu na Eva walipoacha kutii na kutenda sawasawa maagizo ambayo Mungu aliwapa, Mungu aliwafukuza. Tayari tunaona hapo ni hasira ya Mungu iliwaondoa bustani ya Edeni. Kwa hiyo waliondolewa bustani ya Edeni, na Mungu aliweka makerubi watakaolinda. Na hao makerubi sio tu wanalinda, walikuwa na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kulinda njia ya mtu wa uzima wa milele, kwamba hawa watu hawakupaswa kurudi na hawakutakiwa kurudi tena. Hasira ya Mungu, mpendwa msikilizaji, inaponyanyuka kwenye maisha yako, hakuna alternative yoyote itakayo kufanya wewe urudi uishi kwenye Edeni yako. Tunajua Edeni ni mahali ambapo pana pumziko. Edeni ni mahali ambapo unapata raha. Edeni ni mahali ambapo unapata kile ambacho Mungu alikuandalia. Lakini kwa nini waliondolewa kwenye Edeni? Lakini kwa nini saa hivi hatuishi kwenye ile Edeni ambayo Mungu ametukusudia tuishi ili tufurahie matunda ya uzima? Ni kwa sababu tulitoka kwenye lile kusudi la Mungu. Tuliacha kumtii Mungu, na hasira ya Mungu ikatuondoa kwenye ule mti wa uzima, ikatuondoa, na wakawekwa walinzi wakali walioshika upanga wa moto. Kwamba mtu aliyeshika upanga wa moto means kwamba hautakiwi kusogea hilo eneo wala kugusa kilichopo ndani ya hilo eneo. Utaviona vizuri, utaviona vinang'aa, lakini hauruhusiwi kwenda kusogea pale. Ni kwa sababu gani? Hasira ya Mungu imesimama, upanga wa moto umesimama. Unaashiria kwamba hapo kwenye hayo malango iko hasira ya Mungu inayokuzuia wewe usirudi katika Edeni yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiki ni kitu kimoja kinachosababisha kabisa Mungu ashushe hasira yake, ni kwa kutokumtii na kutokufuata maagizo ambayo anakupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi, mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, wewe unadhani kwamba unapambana na nini? Na mapepo. Unadhani unapambana na nguvu za giza, lakini hujui kwamba unapambana na ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mara kunakuwa na mapepo. Sio kila mara ni shetani anapambana na wewe. Ni kweli shetani yuko kwa ajili ya kupambana na maisha ya watu, lakini kuna muda kabisa shetani hayuko hapo. Kuna muda kabisa hujajua unachopambana nacho. Kuna ghadhabu ya Mungu. Inawezekana umepita kwenye situation ngumu kwa muda mrefu. Yawezekana ni uchumi, yawezekana ni magonjwa, yawezekana ni mahusiano, yawezekana ni madeni, yawezekana ni kukataliwa. Lakini wewe umeomba na kuomba na haupati majibu. Umeomba na kuomba na hauone mpenyo miaka na miaka. Kumbe nyuma yake kwenye hiyo changamoto unayopitia iko hasira ya Mungu. Kuna ghadhabu ya Mungu iko juu yako na haujui. Umepata muda wa kupambana sana na nguvu za giza ukidhani ni nguvu za giza. Lakini Roho Mtakatifu alikuja kuniambia kwamba watu wengi wanangu wanapita kwenye ghadhabu yangu na hawajui. Wanapita kwenye hasira yangu na hawajui, kwa sababu wameniacha, kwa sababu wameniasi, kwa sababu wameacha kunitii na kufuata maagizo ninayowapa. Kwa hiyo nimewapiga kwa ghadhabu yangu na hawajui. Wamefungwa macho, hawajui kwamba hiyo ni ghadhabu yangu. Wameishia kufanya nini? Kupambana na wachawi, wanapambana na nguvu za giza, lakini
kilichoko nyuma ni hasira ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome, fungua na mimi Wafalme wa Pili sura ya 17 kuanzia ule mstari wa 25. Neno la Mungu linasema hivi: basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba katikati yao, nao wakauawa baadhi yao. Hawa ni wana wa Israeli. Walipopelekwa Samaria, waliacha kumwabudu Mungu wa nchi. Waliacha kumwabudu Mungu wa nchi ambaye ndiye Mungu wa kweli. Kwa hiyo Mungu alighadhibika, hasira yake iliwaka ndani yao, akapeleka simba. Hebu fikiri hasira ya Mungu ikishuka juu ya mtu. Najua tunaishi tukidhani tu ni tunapambana na wachawi na mapepo na nguvu za giza, lakini hasira ya Mungu ni kubwa kuliko hayo mauchawi tunayoyaogopa. Hasira ya Mungu ni kubwa kuliko hayo mapepo tunayodhani ndio tunapambana, tunayoyaogopa, tunayopambana nayo. Lakini hebu angalia hapa, neno la Mungu linasema Bwana alipeleka simba katikati yao. Hawa watu hawakujua kwamba ni Mungu ndiye aliyetuma simba wakawaua. Wao wakadhani, inawezekana hao watu walidhani ni uchawi, walidhani ni mapepo, walidhani ni adui, lakini ni kwa sababu hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba katikati yao. Unapoacha kufata maagizo na kutii kile Mungu ambacho amekiweka kwenye maisha yetu sisi kama Wakristo, unasababisha hasira ya Mungu ishuke juu yako na kukuharibu na kukumaliza. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi unapita kwenye changamoto fulani, umechoka, umekata tamaa, umeomba, umefunga, umefanya vitu vyote vya kiroho, huoni mpenyo, unasema ni shida gani? Ujue iko hasira ya Mungu, iko ghadhabu ya Mungu iko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwa haraka. Kitu kingine ambacho kinasababisha Mungu aachilie hasira ni kwa kukataa wito alioweka ndani yako. Hapa sitasoma na kutajia Yona sura ya 1 mstari wa 1 hadi 12. Pata nafasi kusoma hiyo habari ya Yona. Hapa Yona alitumwa na Mungu. Nimekuambia kwamba kwa kukataa wito Mungu aliyoweka ndani yako. Yona alianza kukataa wito ambao Mungu alimtuma kwenda Ninawi. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana Mungu ameweka wito ndani yako. Ameweka wito wa uimbaji, ameweka wito wa kuvuna nafsi, ameweka wito wa kuhubiri. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi: mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni nini? Ni wachache. Mungu amekuita, lakini kila siku unatanguliza vya kwako, kila siku unakwepa kufanya kile Mungu ambacho anataka ukifanye. Kama mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache, huoni kwamba hayo mavuno yanaharibika? Huoni kwamba hayo mavuno yanapotea na Mungu ananyanyuka kwa hasira, anakupiga? Angalia hapa Yona ambavyo alikataa kwenda kufanya kazi ya Mungu, akasafiri, akasababisha uharibifu, akasababisha ile merikebu kutaka kuzama. Kwa hiyo wale watu wa kwenye merikebu wakaanza kushangaa, mbona kumekuwa hivi? Mbona kumekuwa na Tarshishi hivi? Wakaanza kuhangaika, wakaanza kupunguza vitu. Fikiria tuseme ni meli imetoka China inaleta mzigo wa magari, labda Japani inaleta mzigo wa magari Tanzania. Wakaanza akapanda mtu ambaye amekimbia wito. Kwa hiyo watu wa mule wakaanza kupunguza. Kama ni wewe ndio umeagiza gari lako linatupwa huko, mizigo yako inatupwa baharini kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amefanya nini? Amekataa wito. Kwa hiyo walipita, waliomba, walipambana kwa kila namna, lakini hawakupata mpenyo yoyote mpaka walipokuja kugundua kwamba Yona ndiye sababu. Na Yona alikuja kujua kwamba iko alichokifanya ndicho kimesababisha hasira ya Mungu. Nimekuambia ghadhabu ya Mungu inapokuja, atakayekosea ndio atasababisha watu wote waingie kwenye ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona unapokataa wito, kama Mungu ameweka wito, wewe ni muombaji, wewe ni muimbaji, wewe ni mhubiri, wewe ni mtenda kazi, unacho kitu ambacho unatakiwa ukifanye ili ufalme wa Mungu uende mbele, ili watu waokolewe, ili watu
wavushwe, ili watu watoke kwenye changamoto zao, maana Mungu ameweka kitu uwasaidie hao wengine vile vile alichokiweka, anaamini lakini wewe umejivuta kukifanya, umesababisha ghadhabu ya Mungu kwenye maisha yako, Mungu ameachilia mapigo mbalimbali kwenye familia yako, ameachilia mapigo kwenye uchumi wako, ameachilia mapigo kwenye ndoa, kwenye familia, kwa watoto, kwa sababu umekataa kufanya lile kusudi ambalo Mungu amekukusudia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho inasababisha ghadhabu ya Mungu ni kwa kuabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Unapoacha kumwabudu Mungu wa kweli na kuabudu miungu mingine. Naposema miungu mingine, kuna sanamu nyingi. Kuna sanamu nyingi ambazo watu wanaziabudu. Mwingine ni simu, akikaa, akianza kuchati au akianza kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii, ni muda mrefu kuliko hata muda anaompatia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akikaa kwenye TV. Kwa hiyo unakuta Mungu anapata ile ghadhabu, anachukia. Kuna watu nimeshawahi kuwasikia kwamba kila anaponunua simu, yeye anadhani ni mapepo kwamba ndio yanaharibu simu yake. Kumbe nyuma yake kuna ghadhabu ya Mungu ndio inapiga hiyo simu. Kwa hiyo unakuta mtu hakaji na simu ya kila siku, simu ni mbovu au simu inaharibiwa. Mtu anunua simu za gharama, ameshafanya vitu vya gharama, sijui simu, sijui laptop, sijui TV. Kwa hiyo Mungu anaangalia, anaona hicho kitu umekibadilisha, kimekuwa sanamu kwenye maisha yako, na yeye anaamua kuachilia mapigo. Anaachilia mapigo na uharibifu kwenye hicho kitu, kwa sababu hasira yake inawaka. Anaangalia ni kitu gani kinachukua muda kwa mwanangu, anashindwa kuniabudu mimi, anaabudu vitu vingine. Kwa hiyo Mungu anaponyanyuka, anaenda kupiga kile ambacho wewe umekigeuza kuwa sanamu, wewe umekigeuza kuwa Mungu, wewe umekigeuza kuwa miungu. Mungu ananyanyuka. Kwa hiyo miungu sio tu uchawi, sio tu uganga, sio tu mizimu, hata vitu ambavyo unatumia muda mrefu kukaa nacho kuliko Mungu, Mungu atapita kukiharibu kwa hasira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi Zaburi 78 mstari wa 56. Neno la Mungu linasema hivi: lakini walimjaribu Mungu aliye juu, wakamwasi, wala hawakuzishika shuhuda zake, bali walirudi nyuma, wakaahini kama baba zao, wakaepea kama upinde usiofaa, wakamkasirisha kwa mahali pao pa juu, wakamtia wivu kwa sanamu zao. Umeona, abudu kitu kingine, unanyanyua wivu wa Mungu unainuka, kwa sababu Mungu hataki kushia utukufu na kitu kingine. Anasema Mungu akasikia, akaghadhabika, akamkataa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alipoghadhibika, akamkataa Israeli. Soma sasa ule mstari wa 63. Anasema hivi: moto ukawala vijana wao. Umeona? Moto ukawala vijana wao, wanawali wao, hawakuimbiwa nyimbo za harusi. Tazama hapa, unaambiwa hawakuimbiwa hata nyimbo za harusi. Ndoa zilikoma kwenye hiyo familia kwa sababu kulikuwa na ghadhabu ya Mungu. Wewe ni binti, unatamani kuingia kwenye mahusiano yatakayokupeleka kwenye ndoa, lakini kwenye familia yako hicho kitu kimekoma. Unaweza ndio umeshapambana na mizimu, umeshapambana na nguvu za giza, lakini haukujua kwamba kuna vitu ambavyo viliinuliwa kwenye familia yako ambavyo vikamghadhibisha Mungu, na Mungu akapata hasira, akaenda kuachilia ghadhabu yake kwenye eneo la mahusiano, akaachilia ghadhabu yake kwenye eneo la uchumi, akaachilia ghadhabu yake kwenye eneo la afya. Kwa hiyo sio tu simu, na kuna uchawi, kuna uganga. Mungu anapoona kwenye familia watu wamenyanyuka na wameinua miungu mingine, wameanza kuabudu sanamu, hasira ya Mungu inashuka. Ndio maana hapa anasema hivi:
Anasema moto ukawala, mstari wa 63, moto ukawala vijana wao. Mungu alipoghadhibika akaachilia moto. Moto ukawala vijana wao, wanawali wao hawakuimbiwa nyimbo za harusi. Kwa hiyo hapo ndoa zilikoma. Hakuna binti aliyoolewa kwenye hiyo familia, hakuna binti aliyechumbiwa. Kwa sababu gani? Mungu aliachilia hasira yake. Kwa hiyo wewe unaweza ukadhani unapita kwenye changamoto fulani. Unaona kama hapa tunatolea mfano wa kuolewa, kwa sababu wanasema hivi, wanawali wao hawakuimbiwa nyimbo za harusi, hakuna cheleko zilizolia kwenye hiyo nyumba. Kwa sababu gani? Iko ghadhabu ya Mungu kwenye hiyo familia, kwa sababu wameinua miungu mingine na kuiabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na neno mstari wa 64 anasema hivi, makuhani wao walianguka kwa upanga, wala wajane wao hawakuomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kwamba unaponyanyuka na kuabudu miungu mingine, unanyanyua hasira ya Mungu. Kuabudu miungu mingine, unaweza wewe ukao uendi kwa waganga, uendi kwa wachawi, uendi kwa wasoma nyota, uendi kwa nini, lakini kuna vitu umevifanya kama sanamu nyumbani kwako. Iwe ni simu, unaitumia muda mrefu kuliko kutumia muda wako na Mungu. Unatumia muda mrefu kwenye TV kuliko muda wako na Mungu. Unatumia nini muda mrefu kuliko na Mungu? Hiyo tayari ni ibada ya sanamu, ni umenyanyua sanamu. Ndiyo hapa Mungu anasema alikasirika, akatuma moto ukawala vijana wao, na kwa wanawali wao haikusikika kelele ya shangwe za harusi. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hapo umenielewa. Kitu kingine ambacho kinasababisha, na kutajia vitu vichache tu ambavyo vinasababisha ghadhabu ya Mungu iwe juu ya maisha yako, ni kwa kusema watumishi wa Mungu. Wale watumishi wa Mungu walioitwa, nasemea watumishi wa Mungu walioitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hii habari tutaipata kwenye Hesabu 12:10. Tunaona Musa alipooa mwanamke Mkushi, yule Mariamu na Haruni walianza kujiuliza na kuanza kusema, kweli hapa Mungu ameita, kweli Mungu hapa amekusudia hiki na hiki. Kwa hiyo walianza kuongea vitu ambavyo havikufaa, lakini tunaona mwisho wa siku Mariamu alipigwa na ukoma. Ghadhabu ya Mungu ilimpiga kwa ukoma, ilimpiga na ukoma yule Mariam. Kwa hiyo tujiepushe sana sisi kama wanawake, kama Wakristo, tujiepushe sana kuwasema watumishi. Unafungulia mlango wa hasira ya Mungu kwenye maisha yako na kizazi chako. Kwa sababu inawezekana huyo mtumishi aliyeitwa na Mungu hujampenda wewe, au hujapenda kile anachokifanya, basi ni heri umwache aendelee na hiyo kazi ya Mungu na uache kumuongelea, kwa sababu unaponyanyuka kwa mtu, unaona kama hapa Mungu aliwaambia Mungu alikuwa anamuona Musa ni mtu mpole. Katika wanadamu wote Mungu alimuona Musa ni nini? Ni mpole. Lakini hawa Mariam hawakuona kwamba, tusome, kwa hebu nikusomee. Tuanze ule mstari wa 8. Kwake nitanena, Mungu alikuwa anasema sasa. Tuanzie mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi, Hesabu 12. Anasema, kisha akawaambia, baada ya kuwasikia sasa wanaongea, kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi kwa wazi, wala si kwa mafumbo. Utaendelea kuisoma hii habari. Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Umeona, hasira ya Mungu iliwaka juu yao, na Mariamu akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Bwana Yesu asifiwe. Hasira, mstari wa 9 inasema hasira za Bwana zikawaka. Kwa hiyo tujiepushe sana kuwazungumzia na kuwasema watumishi wa Mungu, wale walioitwa na Mungu. Kwa sababu kama mtumishi wa Mungu ameitwa na Mungu kwa ajili ya kazi yake,
tujue kwamba sisi tunaweza tukaona madhaifu. Ni kweli bado yule ni mwanadamu, tunaweza tukaona madhaifu, lakini Mungu anakuwa amemwamini. Sisi hatuoni kile ambacho Mungu amekiona. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Haruni na Mariamu hawakuona kile ambacho Mungu alikuwa anakiona kwa Musa. Ndio maana Mungu anawaambia hivi kwamba sivyo alivyo mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Sisi tunaweza tukauona upungufu wa Musa kumwoa mwanamke Mkushi, lakini Mungu alimwamini sana. Na katika watu wote pamoja na Musa kuoa mwanamke Mkushi, lakini katika yote bado Mungu alikuwa anamuona Musa ni mwaminifu. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamuona huyo mtumishi wa Mungu na mapungufu yake, lakini Mungu anamuona kwa namna nyingine ambayo sisi hatuioni. Kwa hiyo unaponyanyuka na kumzungumzia mtumishi wa Mungu, unanyanyua hasira ya Mungu, kwa sababu unapingana na Mungu kwenye kile ambacho yeye anakiona, ila wewe unatafuta namna ambavyo wewe unatamani huyo mtumishi yawe. Kwa hiyo unafungua mlango wa ghadhabu ya Mungu juu ya maisha yako, unafungua mlango wa vitu vibovu kuingia kwenye maisha yako na uzao wako. Kwa hiyo mimi ninapokusii kama mwanamke, hakikisha sana, sisi wanawake tunapendaga kuongea sana, hakikisha sana wewe kama mwanamke unajiepusha sana kuwazungumza watumishi wa Mungu. Umeona mtumishi wa Mungu ana mapungufu, unayo neema ya kumwombea, nenda magotini pa Mungu muombe. Jiepushe kuzungumza, kwa sababu katikati ya mapungufu yake bado Mungu anamwamini, bado Mungu anamuona ni heri kuliko wewe unavyokiona. Kwa hiyo ili tujiepushe na hizi ghadhabu za Mungu, tuache kuwazungumza watumishi walioitwa na Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha mwisho ni kwa kulipiza visasi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho kinasababisha ghadhabu ya Mungu ni pale ambapo unalipiza kisasi. Umetendewa baya, muachie Mungu, atakulipia. Ukisoma kwenye Mithali, fungua na mimi Mithali 17 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hivi, yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani kwake. Kwa hiyo hapa tunaambiwa kwamba wewe unayerudisha mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwako. Kwa hiyo tujiepushe kulipiza kisasi, kwa sababu kisasi ni juu ya Bwana. Unapolipiza kisasi unafungulia mlango wa mabaya kuwa kwenye nyumba yako, mlango wa mabaya kuwa juu ya watoto wako. Kuna watu wamekukosea, kuna watu wamekufanyia mabaya, muachie Mungu, kwa sababu anasema wapenzi, kwenye Warumi 12 mstari wa 19, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, anena Bwana. Kwa hiyo jiepushe na kulipiza kisasi kwa chochote unachofanyiwa, kwa sababu kisasi ni juu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yuko mtu sahihi anaweza akawa anajiuliza, sasa nitajuaje kama ninapita kwenye hasira ya Mungu au ninapita kwenye upinzani wa shetani? Maana hapo unaweza ukawa unapitia kwenye changamoto fulani, magonjwa, vitu mbalimbali. Nimekuambia ndoa, mahusiano, shule, sijui nini unavyoviona unapitia. Kwa hiyo kuna vitu viwili. Kunaweza kukawa ni Mungu, ghadhabu ya Mungu, au ni unapambana na vitu vya giza, uchawi, mapepo, au kuna kitu Mungu anataka amekiruhusu ili yeye ajitwalie utukufu. Kuna vitu vitatu. Kwa hiyo kuna mtu hapa anajiuliza, nitajuaje sasa kwamba hii ni hasira ya Mungu? Nataka nikupe dalili moja ambayo itakufanya ujue sahihi usiku kwamba unapita kwenye hasira ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dalili moja itakayokufanya wewe ujue hicho unachokipitia sahihi ni hasira ya Mungu, ni kupita kwenye changamoto fulani kwa muda mrefu bila kupata utatuzi au msaada wowote wa Mungu au wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna changamoto unapitia, kama ni changamoto ya uchumi, unapita, kwa sababu ikiwa ni mapepo,
Mungu huwaga anafungua mlango. Utapambana na hayo mapepo, lakini Mungu atakulisha mana jangwani, atakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Watu watainuka watakusaidia, watu watainuka watakufadhili, huku unaendelea kupambana. Lakini ikiwa ni hasira ya Mungu, huwaga Mungu anafunga mlango. Hakuna msaada wowote. Huwezi kuona hiyo changamoto imetokana na nini, hujui ni nini kinapambana na wewe, na hata ukijua utafichwa, hautajua ni kitu gani kinapambana na wewe. Utaishia kugombana na watu tu, lakini usijue ni nini kinapambana na wewe. Kwa hiyo dalili mojawapo ya kukuonyesha kwamba unapita kwenye ghadhabu ya Mungu ni kupita kwenye changamoto fulani yoyote, ihitaji kwa majina sahihi unayoijua. Unaipitia kwa muda mrefu, miaka mingi au miezi mingi bila kupata utatuzi. Na hakuna mtu anayekusaidia, mpaka unaanza kuchukia watu, mpaka unaanza kuona watu, mbona watu hawanisaidii, au watu hawanioni, mbona nikiwaomba fedha hawanisaidii, mbona nikiwaomba msaada hawanisaidii, au hawaoni. Ni ujue unapita kwenye ghadhabu ya Mungu pendwa. Hiyo ni ghadhabu ya Mungu, imezuia msaada. Ndio maana nakwambia kwamba alipowaondoa Adamu na Eva aliweka makerubi wenye upanga mkali wakilinda huko na huko, yani kusitokee msaada wowote juu ya maisha yako. Kwa hiyo hii ni dalili itakayo kuonyesha kwamba mpendwa unapita kwenye nini? Ghadhabu. Na hiyo ghadhabu ya Mungu ukiwa unapitia, hakuna mtu anayeweza kukusaidia. Yani Mungu anafunga mlango, hata hamna mtu anayenyanyuka kuleta msaada kwenye maisha yako. Unaanza tu kuona watu hawakupendi, na watu waliokuzunguka wanazo fedha, wanazo mali, lakini na una shida ya uchumi na hawakusaidii, hawakupi wala hawakuonei huruma. Jua sio mapepo, jua sio mashetani, jua sio mizimu. Hapo iko hasira ya Mungu. Na unapita kwenye hiyo changamoto, hata watumishi wenyewe hawajui chanzo cha hiyo shida ni nini, mpaka Mungu awafunulie. Hawajui ni nini, huyu anapitia kitu gani, mbona kinasumbua muda mrefu, hakina majibu. Jua iko ghadhabu ya Mungu ndio imesababisha hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo twende ufanye nini sasa, kama ambavyo posti yetu inasema. Ufanye nini sasa ili utoke kwenye hiyo ghadhabu? Cha kwanza mpendwa, ni lazima uokoke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima uokoke. Unapookoka unakuwa mwana wa Mungu na unafungulia mlango wa kupata msaada kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi Mithali 28 mstari wa 13. Neno la Mungu linasemaje hapo? Anasema hivi, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo unapookoka unaamua kuziweka wazi dhambi zako kwa Mungu, na yeye na yeye atakufungulia mlango wa kupata rehema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Neno la Mungu linasemaje hapo? Neno la Mungu linasema hivi, na watu wengi katika wale Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudisha kwa kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo unapoamua kuokoka, hii ni njia mojawapo ambayo itakufanya utoke kwenye ghadhabu ya Mungu. Inawezekana unapita kwenye ghadhabu ya Mungu na bado hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Unachotakiwa ni kuokoka ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Umepita kwenye changamoto muda mrefu, umepita kwenye maumivu muda mrefu, unahitaji zile nyakati za kuburudishwa. Ni lazima kwanza umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Cha pili ni toba. Ili utoke kwenye ghadhabu ya Mungu, ni lazima utembee kwenye toba. Toba ni kuacha dhambi, ni kujinyenyekesha, ni kuomba, ni kutafuta uso wa Mungu, ni kuacha njia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati, sitasoma Mambo ya Nyakati wa pili
sura ya 7 mstari wa 13 hadi wa 14, tunaona hapo neno la Mungu linatuambiaje. Linatuambia kwamba kama nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu town, ikiwa watu wangu walioitwa, umeona anasema nikizifunga mbingu, tayari hiyo ni ghadhabu. Akifunga mbingu ujue kuna ghadhabu ya Mungu. Akiyatuma nzige kula nchi, kuna ghadhabu ya Mungu. Akipelekea watu wake town, tayari ni ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ujue hivi vitu vitatu: mvua isiponyesha, akiamuru nzige, akipelekea watu tauni, vitu vitatu, ujue tayari iko hasira ya Mungu hapo. Kwa hiyo kinachotakiwa ili utoke kwenye hasira ya Mungu ni kujinyenyekesha kwa toba, ni kuomba toba, ni kutafuta uso wa Bwana kwa toba, na kuacha njia mbaya. Toba ni kuacha dhambi. Unapoiacha dhambi, Mungu anaanza kujua kwamba wewe unajinyenyekesha. Maana anasema hivi, utakapofanya hivyo vitu, na kuomba na kutafuta uso na kuziacha, anasema hivi, atasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuiponya hiyo nchi. Kwa hiyo ili utoke kwenye ghadhabu ya Mungu ya kutokuwa na mvua, ya nzige na town, ni toba. Utakapojinyenyekesha, utafuta uso wake na kuomba toba kwa Mungu, yeye anasema atasamehe, atasikia toka mbinguni, atasamehe na kuiponya hiyo nchi. Familia yako, ndugu zako, au wewe mwenyewe, au ndoa yako, biashara yako, chochote kile. Je, unapita kwenye ghadhabu ya Mungu? Ukijua unapita kwenye ghadhabu ya Mungu, hakikisha mpendwa msikilizaji, unakaa kwenye toba ili Mungu akurehemu. Kitu kingine ni kuomba rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Rehema za Mungu ni huruma za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huruma za Mungu tunazihitaji kwenye nini? Kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye uzao, kwenye mahusiano. Tunapita mahali ambapo unaona kabisa hakuna huruma za Mungu. Huruma za Mungu ni rehema. Hizo rehema za Mungu ni Mungu kukusamehe, ni Mungu kukupa nafasi ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu kukuvumilia, ni Mungu kukupa nafasi nyingine, ni Mungu kukurehemu. Kwa hiyo unapoona unapita kwenye ghadhabu ya Mungu, njia itakayokusaidia wewe kutoka ni rehema za Mungu, ni huruma za Mungu. Unatakiwa uziitie kwenye uchumi wako, uziitie kwenye ndoa, uziitie kwenye huduma, uziitie kwenye uzao, maana rehema inafungua malango makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye Maombolezo 3 ule mstari wa 22 mpaka wa 23, neno la Mungu linasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Kwa hiyo ili tutoke kwenye ghadhabu ya Mungu, tunahitaji rehema za Mungu sana zitutoe hapo. Kwa sababu rehema, utakapoomba haya maombi usiku wa leo, mpendwa msikilizaji, utaona Mungu ambavyo rehema ya uwaga inafunua. Utaona Mungu ambavyo atakufunulia siri za ajabu. Wewe ulikuwa unapambana na, inawezekana ninakupa mfano, labda unagombana na jirani yako, ukisema jirani yako ni mchawi, si ndio? Unaweza ukawa unahisi huyu jirani, maana kila ukiomba unaonyeshwa ndio jirani yako mchawi. Lakini unapoanza kwa uaminifu kuomba rehema, mwana wa Mungu, utakaposimama na kuomba rehema tu, Mungu atakufunulia. Wewe ulikuwa unasema ni jirani yako, Mungu atakufunulia, atakuonyesha siri ya kitu kinachokutesa. Unashangaa ni mjomba wako. Unapambana na paka aliye nje, unasema huyu paka kila siku anakuja hapa, huyu ndo atakuwa mchawi. Rehema zitakufunulia siri ya ajabu sana. Utashangaa kumbe ndo kuna nyoka ndani kwako ndiye anapambana na wewe. Kwa hiyo rehema za Mungu utakapoziita, zitakufunulia vitu ambavyo hukudhani wala hukuwahi. Wewe kila siku ukiomba unaona ni mtu fulani ndo anakuchezea. Utakapoingia usiku wa leo kuomba rehema, mwana wa Mungu, utarudi na ushuhuda. Utaniambia vitu utakavyoviona ambavyo vinakutesa kwenye maisha yako. Mungu atakufunulia siri ambazo